Mwasham sana Baba Askofu Mkuu, Mheshimiwa sana mkurugenzi wa utume wa walei, Baba Paroko wa parokia Oysterbay, mapadri wote tulioshiriki misa hii, kamati tendaji parokia ya Oysterbay, parokia vile vile kamati tendaji ya UKWAKATA, watawa na UKWAKATA wote, tumsifu Yesu Kristo. Nimeshindwa kuanza na salamu yenu kwa sababu naona mnaichanganya. Manake mnasema tumwimbie Bwana katika roho na kweli, alafu wakati huo mnatega katika mazoezi ya kiroho. Wapi na wapi? Afadhali mbadilishe hiyo salamu, manake mnajichanganya, haieleweki. Sasa Mwasha Baba Askofu Mkuu amesema ninyi hamtumbuizi ila mnainjilisha, sio? Sasa katika hilo inaonekana mnatumbuiza na wasiwasi na nyinyi. Kama mnakwepa mazoezi ya kiroho lakini mnaimba, sasa sijui mpo wapi. Mjitathmini vizuri katika salamu yenu hiyo, au mbadilishe mweke nyingine ili iendane na maisha yenu mnavyokwenda. Sawa jamani? Manake tuambiane ukweli. Kwa sababu nyinyi mmesema tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Haya, twende sasa kiroho, mnakwepa. Sasa nyinyi wa kiroho wapi? Sasa mnamwimbiaje Bwana katika hilo? Kwa hiyo mliangalie vizuri. Kwa hiyo hilo limeandikwa kwenye risala, ndio maana tunalisisitiza hili. Kwa sababu likitokea tena mwakani, basi mbadilishe salamu. Maana haiwafai kutokana na maisha yenu. Lingine mmesema kwamba niliwapa changamoto kwamba pale mtakapokula pamoja ndio mmetimiza sasa umoja wenu. Leo mnakula pamoja, bado mjatimiza, mmefadhiliwa. Na hii imejionyesha katika taarifa ya fedha. Sasa wakati anakuja hapa mjumbe wa kamati ya mavuno akawaeleza, lakini sasa akasema sasa kama wao wenyewe wameshindwa kutimiza, je, katika mavuno sijui nyinyi wenyewe sasa hilo kweli mtafikia? Hilo lengo mtalifikia lini? Mwakani sasa tena mnaomba huruma ya si ya parokia gani sijui. Kwa hiyo bado mnachechemea. Lakini vile vile katika taarifa ya fedha alipokuwa anaitoa katibu nashangaa naenda Bagamoyo, lakini ile ofisi niliyokuwa nakaa si ilikuwa ya moto, hawakuthubutu kuikaribia na kunionyesha kwamba tumefikia hapa, imekuwa 1 2 3. Hata mimi nimekuwa msikilizaji wa hapa, sijawahi kuambiwa. Kwa hiyo uongozi UKWAKATA jimbo bado kuna kakasoro fulani. Kama mna mlezi, najua mimi naondoka sasa, atakuja mlezi mwingine. Kabla ya yote na kabla ya siku kama ya leo, mmeshakutana na mlezi wenu, mmeongea. Hata risala hiyo ambayo inasomwa anaijua. Sasa sijui mlienda kwa Mwasha Baba Askofu Mkuu pengine. Kama mkuenda, yana meisikia mara ya kwanza hapa, sio vizuri. Yaani ili muende mbele, ili muweze kufanya vizuri, lazima kushirikishana. Maendeleo yenu muende. Sasa mwaka mzima umepita ndio mnatoa taarifa leo kwamba unajua tumeshindwa kufikia lengo. Hata mlezi wenu anasikia hapa ndani, na ninyi mwingine mnasikia hapa. Sasa uongozi sio kama na walaumu, ili anawaambia ukweli, mjue utendaji unavyokwenda. Hata hiyo risala inabidi kushirikishana, tujue mambo yanavyokwenda ili muende mbele, la sivyo mtakuwa katika matime muda wote. Lakini mnaposhirikishana, kwa mfano mungesema sasa hawa hawajajifikisha lengo, tungeongea mule ofisini. Hata viongozi hao tungeongea nao.
Sasa wameahidi kwa nani? Mnabembelezana mno, hamtafika mbali. Ili mweze kutimiza yote haya, mnahitaji kwa serious sana. Na bado naondoka, lakini bado Kwa hiyo mlezi atakayekuja msimuonyeshe hivyo tena. Unajua Mwasha Baba Askofu Mkuu anapomweka anategemea maendeleo ya eneo hilo, na maendeleo haya yanapatikana katika ushirikiano wenu na yule ambaye Mwasha Baba Askofu Mkuu amemweka. Lakini mkiwa mnahesabia hata hela hizo chumbani alafu basi imeisha. Kwa mfano moja wapo, mmesema Mwasha Baba Askofu Mkuu aliwaruhusu ile pesa aliyoshikwa mkono mwaka jana itumike kwa ajili ya maendeleo. Ni shilingi ngapi? Hamjataja. Mungesema tulimshika Mwasha Baba Askofu Mkuu shilingi kadhaa na hizi tumeziingizwa huku. Ingeelewa kama Mwasha Baba Askofu Mkuu hata yeye angepata moyo zaidi. Lakini mngesema tu hiyo aliyoshika mkono huenda ni shilingi 2 au shilingi 5, nani anajua? Hakuna anayejua, ninyi wenyewe mnajua. Kwa ndio maana nasema kwamba ili muende mbele muwe wazi katika ushirikiano na katika yote, la sivyo hamtakwenda kokote. Kwa bado nawasihi viongozi wa ukakata jimbo msikimbie zile ofisi za pale jimboni, iwe ya Mwasha Baba Askofu Mkuu, iwe ya yule ambaye amemweka aweze kuwa mlezi wenu. Ushirikiano. Mwaka huu hamjawahi kukanyaga pale ofisini. Mmewahi kukanyaga? Hata kusema heri kwa mwaka mpya hamjasema. Sasa nakuja kusikia tu heri ya mwaka mpya wakati tuko Pasaka. Wapi na wapi? Kwa hiyo nawasihi na waomba, kama mnataka chama chenu kiende mbele, lazima muweze mjitathmini vizuri. Parokia zote ziko hapa, zina uongozi, zina kila kitu, lakini kama mjafanya coordination ya kutosha ambayo inafaa, mtaendelea kupiga story. Story zenu zitaonekana kwenye risala, halafu baadaye na matangazo ya papo kwa papo na sio ya kushirikishana. Kwa hiyo naomba sana muangalie hiyo. Kama niliwahi kuambia kule Kinyerezi kwamba jamani, shetani anapenda sana kwaya, kwa hiyo msimruhusu. Unajua mnaimba sifa na utukufu wa Mungu. Sasa mnapoimba hivyo, shetani hapendi, anataka chafue midomo yenu. Kwa hiyo angalieni sasa, muwe makini ili muweze kwenda mbele, na mtampa moyo hata Mwasha Baba Askofu Mkuu. Kama alivyosema mjumbe wa alisema ni mwenyekiti, anatupenda sana lakini sisi hatumpendi. Inawezekana kweli? Kwa hiyo muangalie, mkasema tunampenda, simesema hivi. Sasa kwa vitendo, sio maneno, sio hadithi. Kwa sababu ukiona kila mtu anaimba neno hilo, hata ukienda Bongo Flava si wanaimba hivyo. Kupenda, lakini Yesu anasema upendo wa sadaka. Na inahitaji kutoka moyoni na kuumia kwa ajili ya yule unayempenda. Kwa hiyo tayari kufa kwa ajili yake. Sasa kama tutakuwa tunaimba kama Bongo Flava, sio. Kwa nawaomba sana mjitahidi hivyo. Mimi nadhani mjawaambukiza wale wa Bagamoyo, sio kawa hivyo. Nyie dekania Mtakatifu Gaspari mkija kule, tena kweli muondoke mmemaliza deni. Na nyie mnyamaliza. Malize deni vizuri, na mtakapofika kule Bagamoyo, tutakapoanzisha ukakata jimbo, mfanye vizuri toka mwanzo. Sawa jamani? Kwaya ni muhimu sana, tunazitegemea sana katika uinjilishaji na zinasaidia sana katika liturujia zetu za kanisa. Na kwa sababu hiyo ukiona unapendwa na wewe upendeke. Sawa jamani?
nawatakia yote mema na Mungu aendelee kuwabariki. Msifu Yesu Kristo.